Wanawake wanakumbushwa kuwekeza hasa katika masoko ya hisa, na wakati huu kukiwa na kampeni maalum ya soko la hisa la Dar es Salaam kuwataka kuchangamkia fursa hiyo. Kwa hivyo tutaangazia kwa undani kabisa kuhusiana na kampeni hii, lakini namna nzima ya namna ya kujiunga ama kuwekeza kwenye masoko haya ya hisa. Tunaye Jacqueline Kilama, yeye ni meneja wa sheria kutoka soko la hisa Dar es Salaam. Karibu sana. Lakini pia tunaye Esther Mwamala, yeye ni ofisa usimamizi wa majanga na udhibiti, naye pia ni kutoka soko la hisa la Dar es Salaam ama DSE. Wengi wamezoea kuona namna hii, na ndivyo ilivyozoeleka. Ndio maana nikasema mwisho niseme basi niseme DSE, wengi wakizoea namna hiyo. Sawa, sijakusikia Esther ukiitikia salamu yetu ya kukukaribisha. Asante. Mtangazaji alikuwa anaendelea kuongea, sikia karibu sana. Unapenda sana wewe. Sawa, hii kampeni imekuja kwa sababu tu kwamba mbele yetu kuna siku ya wanawake duniani, ama mnaona kwamba kuna nafasi sasa ya kuhimiza wanawake nao waingie katika soko la hisa rasmi? Asante ndugu mtangazaji. Asante. Au unaweza kunita tu Madege ili uwe huru zaidi. Asante Mheshimiwa Madege. Asante sana. Asante Mheshimiwa Madege. Okay. Na hii event ni huwa tunafanya mara nyingi tunapokuwa tunaelekea siku ya mwanamke duniani, na huwa tunaifanya mara moja kwa mwaka, ambayo inaitwa Ring the Bell for Gender Equality. Hii waga hususan mara nyingi huwa tunakuwa tunatoa elimu kwa wanawake namna mbio ya kuwekeza kwenye masoko ya hisa, na pia tunaelezea changamoto mbalimbali ambazo zinasababishwa kuwepo na ukosefu wa kijinsia, ukosefu wa usawa wa kijinsia katika uwekezaji. Na hii event mara nyingi tunaifanyaga tarehe 8 ya kila mwaka ya mwezi March, ila kwa kuwa mwaka huu tarehe 8 imeangukia Jumapili, kwa hiyo tunaifanya tarehe 6 ambayo itakuwa ni Ijumaa. Ndio tutaifanyia pale Hayat. Tutaalika wadau mbalimbali ambao watakuwepo pale, na kuna panelist ya watu ambao wanakuwa kuna mijadala mbalimbali inazungumzwa kwa ajili ya kuweza kuongelea masuala mbalimbali kuhusiana na uwekezaji wa jinsi gani na kumuinua mwanamke katika kuwekeza, na changamoto mbalimbali na namna gani ya kuzitatua hizo changamoto. Na wageni waliko wote wanawake? Hapana. Sisi pia wanawake. Hapana, wanasemaga kwamba he for she. Kwamba yani pale anapokuwa mwanamke la pia na mwanaume yupo. Kwa hiyo hata hii event wanawake na wanaume. Na mara nyingi wakashangaa wanaume ndio wanakuwa wengi kuliko hata wanawake. Kwa hiyo wote wanakuwepo, wanahudhuria. Wanashiriki vipi? Tunawatumia mialiko. Kwa wale mnaowafahamu? Yes, tunaowafahamu. Maana hii event tunafanya mashirikiano na taasisi za mataifa kama 4, tukiwepo DSE, kuna UN Women, kuna UN Global Compact na IFC. Wote kwa pamoja tunakuwa tunaiandaa hii event. Na kwa hiyo katika hayo mashirika na wenyewe pia wanakuwa wana wadau wao. Kwa hiyo kila mtu anakuwa wanaalika wadau wao. Kwa hiyo sisi tutaalika wadau wetu ambao wengi unakuta ni hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, SMEs, listed companies, na wadau wengine wa serikali pia tunawaalika, na wao pia wataalika wadau wao kulingana na wale ambao wanahusiana na masuala ya usawa wa kijinsia kwa wanawake. Wale wanaoshiriki kwenye hiyo mijadala ambayo mnakuwa mmeiandaa, kwa sababu lengo ni kuwafikia wanawake wapate uelewa namna ya kuwekeza, na ndio maana mnaweka hiyo mijadala ili elimu iweze kuwaingia sawasawa, pengine wachukue hatua. Ndio. Mnatumia vigezo vipi kwa nyinyi sasa kualika wale wadau wenu, achana na wale mnaoshirikiana? Ndio. Mara nyingi pia tunachukua zile taasisi ambazo unakuta wanahusiana moja kwa moja na masuala ya kuwainua wanawake kiuchumi. Kwa hiyo wale tunakuwa tunawaalika kwa sababu wale wakifika sasa ndio wanaweza kutuambia ni changamoto zipi exactly ambazo zinawakuta wanawake na nini kifanyike ili kuweza kumkomboa mwanamke au kumshirikisha mwanamke kwa kiasi kikubwa katika kuwekeza. Esther, unadhibiti majanga wewe. Unaona mwanamke kuto kuwekeza fedha ama kununua hisa mahali popote pale ni janga hili? Ni janga kubwa sana. Sogea hapo kidogo usikike vizuri kwenye mic hapo.
Kwa mwanamke kuto kuwekeza ni janga kubwa sana, kwa sababu mwanamke ni msimamizi wa nyumba zetu, na mara nyingi uchumi wa taifa unaanzia kwanza katika ngazi ya familia. Kwa hiyo ngazi ya familia, tunapokuwa na uchumi imara, ndipo tunapokuwa na jamii yenye uchumi imara, na ndipo tunakuwa na taifa lenye uchumi imara. Kwa hapo ndo tunaangalia ile sustainability growth ya uchumi kwa taifa. Kwa hiyo kwa mwanamke kuto kuwekeza ni janga la kitaifa. Ni janga la kitaifa. Sasa maana mtu akisikia kuwekeza, hakuna kitu kigumu, si kwa wanawake tu, hata kwa wanaume. Mtu anasikia kwamba kanunue hisa. Sasa hisa hivi, mimi nanunuaje hisa? Hisa hizi si wafanya biashara wakubwa. Na hebu leo mpe elimu mwanamke mpaka yule wa kijijini aelewe nini maana ya hisa. Hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Kwa hiyo unaponunua hisa, unakuwa ni sehemu ya umiliki wa kampuni hiyo. Kwa hiyo faida zinazotokana na hiyo kampuni na wewe unazipata kwa njia anayoita gawio. Ila pia na hasara zinazotokana na hiyo kampuni na wewe utazibeba kama mmiliki wa kampuni. Ila kununua hisa, kuwekeza katika hisa, uhitaji kama mfanyabiashara mkubwa kama watu tunavyodhani au na hela nyingi, hapana. Kwa sababu ukiangalia hata kwenye website yetu unakuta hisa za bei tofauti tofauti. Unakuta bei ya 500, bei ya 400, bei ya 1000, 1500. Kwa mwanamke ana nafasi, anaweza kununua hisa kidogo kidogo kwa mwendelezo. Sawa. DSE nimerejea pale. Walijinasibu kwa muda mrefu kwa namna hiyo, yani walijiweka kwenye Kiingereza ama DSE hapo unasema kwa Kiingereza. Naam, hammiliki kampuni nyinyi. Hamna sijui kwamba hii ni kampuni yetu, njoo ununue hisa kwenye hii kampuni. Nyinyi ni soko la hisa la Dar es Salaam. Kwamba mtu anaweza kujiuliza huyo mwanamke kwamba nikija nanunua hisa kwenye kampuni ipi? Okay. Kuna mawakala au madalali waliosajiliwa na Dar es Salaam Stock Exchange, pia na mamlaka ambao ni Capital Market and Security Authority, au wanasaidia kutoa elimu ya uwekezaji kwa wananchi, ila pia wanasaidia katika ufunguaji wa akaunti za uwekezaji na mwenendo mzima kwanza kununua na kuuza hisa. Kwa hiyo atakapotaka kununua lazima atapitia kupitia mawakala wetu. Kwa hiyo hebu tuambie jukumu hasa la msingi la kwenu ni lipi? Okay, asante. Kisheria. Maana ukizungumza wewe lazima ugusia na masuala ya sheria Jacqueline. Okay, asante sana. Jukumu letu sisi kubwa kwanza ni kulisimamia soko. Kwamba sisi hapa tunawezesha makampuni kuja kujiorodhesha katika soko la hisa. Wakishajiorodhesha ndio tunamaanisha kwamba zitakuwa sawa na uwezo wa kuweza kuuza hisa zao kwa watu katika nchi. Kwa maana hiyo, kwa kuwa sisi ndo tunawasimamia na ndo tunawaorodhesha, kwa hiyo tunahakikisha makampuni yote ambayo yameorodheshwa katika soko la hisa wanafuata mienendo na sheria na taratibu za soko. Na pia vile vile kuhakikisha kwamba wanakuwa wana file annual returns zao, wana file na reports zao. Maana kuna reports kama mfano wanasema reports za quarterly hizi za fedha, kwamba kila kota lazima tuhakikishe wanatoa taarifa na wanaziposti katika website zao. Na yote hii ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunamlinda mwekezaji. Kwa sababu jukumu letu sisi kama soko, jukumu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunamlinda mwekezaji. Kwa sababu mwekezaji anapokuja kuwekeza katika soko, anakuwa ameliamini soko. Kwa hiyo sisi jukumu letu kubwa ni kuhakikisha kwamba mwekezaji taarifa zake zinakuwa ziko sahihi na taarifa zake zinakuwa ziko salama, na kampuni zote zinafanya biashara zao kama kawaida kwa mujibu wa taratibu za soko, ili kumwepushia yule mwekezaji kupata hasara. Mmekuwa mkifanya, turejea kwenye mijadala ambayo mmekuwa mkifanya. Unasema kila mwaka mmekuwa mkifanya, ni kwa muda gani? Lakini kwa kipindi hiki chote vitu gani mmebaini kama sababu zinazomkwamisha huyu mwanamke kwenye kuwekeza? Okay, asante. Kama soko la hisa tumebaini kuna changamoto mbalimbali ambazo mara nyingi hizo changamoto pia kutokana na hii events zetu hii ya Ring the Bell for Gender Equality na mashirikiano mbalimbali ya taasisi mbalimbali za kimataifa, wanakuwa wao wanafanya pia tafiti mbalimbali ambazo pia tunazisoma na kuona hizo changamoto. Changamoto moja hapo kubwa ni ukosefu wa elimu ya uwekezaji.
kwamba unakuta wanawake wengi wanakosa hii elimu ya uwekezaji, elimu sahihi. Kwa hiyo wanakuwa wanashindwa kujua wanawekeza vipi, wanaanzaje, wanafanyaje, unaona. Kwa hiyo wanakuta wako nyuma. Na pia vile vile tunakuta pia mwanamke muda mwingi anakuwa yeye amewekwa kama mwanamke yeye ni mama wa nyumbani, kufanya kazi za nyumbani, kutake familia. Kwa hiyo unakuta anakuwa na muda mdogo sana ambao sasa akasema ngoja na mimi angalau niweze kujikita katika masuala ya uwekezaji. Kwa hiyo tunaona pia ni changamoto kubwa kwa wanawake. Na pia mitaji. Wanawake wengi wamekuwa na shida sana kupata mitaji. Kwa hiyo unakuta kwamba na hii unakutokana pia na mila na desturi zetu. Ukiangalia mila zetu na desturi, unakuta mali nyingi zinakuwa ziko kwa majina ya mwanamume. Wanawake wanakuwa wanashindwa sana uwezo wa kuwa na zile mali kama collateral. Kwenda kama labda anaweza kusema nikaenda nikaomba mikopo ambayo ikanisaidia katika kuingia katika biashara au kuwekeza. Kwa hiyo hiyo ni changamoto pia kubwa ya kuwafanya wanawake pia wanashindwa kuingia katika uwekezaji pia. Kwa hiyo sisi kama DSE kutokana na hiyo tunakuta tukaamua sasa tumeanzisha baadhi ya program mbalimbali za kumwezesha mwanamke kuweza jinsi gani kuingia katika uwekezaji. Kwa mfano hiyo Ring the Bell ambayo tunashirikiana na mataifa mbalimbali, hiyo tunatoa elimu na pia tunatuelezea namna gani mwanamke anaweza kuchangamkia fursa mbalimbali, na pia katika kumrahisishia na kumwezesha mwanamke tuna program mbalimbali ambazo tunazifanya. Kwa mfano kama mwaka jana tulifanya program na Accelerate Women, inaitwa Road to Financial Freedom. Hii hapa tulikuwa tunaelekezea ni kwa kirefu namna gani unaweza ukanunua hisa, namna gani unaweza ukanunua hati fungani na faida unazozipata. Na hii alfa unakuta ilihudhuriwa na wanawake almost 100 kutoka bara, kutoka Zanzibar, na kuna wengine ambao nje za nchi pia walihudhuria. Hii ilikuwa iliandaliwa na Accelerate Women ikishirikiana na DSE. Na pia vile vile kuna program mbalimbali ambazo tunakuwa tunazitoa, kwa mfano kama kwa wanawake ambao hiyo obviously tunatoa kwa wote, wanawake na wanaume, lakini pia kwa sababu na mwanamke naye yuko hapo naye ananufaika. Inaitwa DSE Scholar Investment Challenge. Hii ni kwa ajili ya wanafunzi. Kwa hiyo tunakuta tunawaandaa wale mabinti tokea wakiwa bado wako vyuoni namna gani ya kuweza kuwekeza katika soko. Kwa hiyo tunakuwa kuna hiyo namna waga tunatoa kama wanaita mitaji ya mfano, yani virtual capital, sio mitaji halisi. Tunawapa tunachagua wanafunzi, tunaenda kwenye vyuo mbalimbali, tunachagua wanafunzi kadhaa. Kwa hiyo tunawapa hiyo mitaji, wanaingia kwenye fedha kabisa, kwa maana ya fedha, lakini inakuwa sio halisi kwenye simu hizi wenyewe. Kuna namna wenyewe watu wa technical team wanatengeneza ambazo wanakuwa kabisa kweli wanaingia kwenye wanafanyia investment kabisa, wanazinvest hizo hela, wanaiona huwezi kuitoa huwezi kuitoa, ila unaiona na unakuwa unawekeza, unanunua hisa hii. Yani kwa hiyo unakuwa tunafundisha namna gani ya kuweza kuwekeza na kucheza na soko. Kwa hiyo yule ambaye mwisho wa siku atakuja atapata faida kubwa, huyo ndo atakuwa ameshinda na anapewa zawadi ya hela. Sasa hizo hela unaweza kuzitumia kwenda kuwekeza kiukweli na kuendelea wakati elimu kashapata mpaka ametengeneza hiyo faida. Ina maana anakuwa tayari ameshajua jinsi gani ya kuwekeza katika soko. Hatufi haraka. Mimi na Pili hatutakufa haraka. Kwa kweli, ningekuwa karibu ningesema mfinyano. Esther, huyu mwanamke ameshawekeza, ameshapata elimu tayari, ameelewa, ameamua kuwekeza. Anakuwa ni sehemu ya umiliki wa hiyo kampuni. Nini anapaswa kufanya? Yani anafanya nini kama sehemu ya umiliki? Yani kwamba tayari nimeshawekeza na mimi naweza nikawa naamka asubuhi naenda ofisini nimewekeza kwenye Azam, sasa naenda Azam kazini, ama nikishawekeza nyumbani ama nini kinakuwa kinafanyika baada ya hapo? Cha kwanza kama mmiliki unatakiwa kujua mwenendo mzima wa kampuni yako utendaji wake kazi. Kwa sababu kwa mfano kuna ile taarifa za fedha kila baada ya miezi 3 zinavyotoka. Kwa hiyo ni wajibu wako kama mwekezaji kufuatilia, kujua kwa robo hii kampuni yangu imefanyaje. Na huyu kwanza mnunuaji wa hisa mnamuita mwekezaji? Ndio, mwekezaji. Kina mama hongereni. Nikitoka hapa nakuwa mwekezaji. Yaani hata kama una hisa tu ya shilingi 10,000 tayari ni mwekezaji. Wewe ni mwekezaji. Hongereni sana. Na muendelee. Kitu kingine anachopaswa kufahamu huyu mwekezaji ni pale mikutano ya mwaka inapoitwa na kampuni, kujua mwenendo mzima wa kampuni ulivyoenenda katika mwaka huo, changamoto, je, wana mipango gani mingine
kwa mwaka unaofuata wa performance ya hiyo kampuni. Hiyo ni kazi yake pia mwekezaji kufuatilia na kujua. Ndio. Kuna kiwango ambacho kinawekwa kwenye soko hilo la uwekezaji, yani Soko la hisa. Yani ili uwe angalau na nguvu hii unatakiwa uwekeze mpaka kiasi hiki, manake kuna kuanzia 500. Sasa mimi hivi kwani bado ni ile tu kauli mbiu yenu kwamba ni kuwekeza kuanzia 500 au mmepanda kidogo baada ya kwamba sasa mmeshajulikana sana duniani? Okay, hiyo kuwekeza inategemea sasa unataka kuwekeza kwenye kampuni ipi. Na wao wanaanzia shilingi ngapi? Kila kampuni unakuta ina gharama ya hisa zake. Ina kila kiasi tofauti. Kuna kampuni nyingine unakuta labda ina hisa kuanzia hisa moja shilingi 10,000 huko. Kama kina TBL makampuni unakuta hisa kubwa. Kama CRDB sasa hivi unakuta kama ni 300 na mia ngapi. Usizitaje hizo kampuni, lakini kwa sababu zipo kampuni kubwa, kila kampuni kila kampuni ina kiwango chake cha hisa, bei ya kununulia hisa. Kwamba hiyo yani sio lazima uwe na kwamba na kiasi kikubwa au kiasi kikubwa. Kwa hiyo kidogo, ila kikubwa sio tu uangalie pia ni kiasi kwamba kidogo ndio uingie kwenye kidogo. Ni vizuri uangalie kampuni ambayo inafanya vizuri, na hili kujua kampuni gani inafanya vizuri na unaweza ukajiwekeza, ni lazima uende kwa financial advisor, investment advisor. Ama investment advisor ndio hao ambao Esther alikuwa amesema kwamba ni wanapata leseni katika mamlaka ya masoko. Wakipata leseni hao ndio tunasema kwamba ni mabroker ambao wao sasa ndio wana uwezo wa kukushauri wewe kama mwekezaji. Unapotaka kuwekeza usikurupuke. Ni lazima uwasiliane na mabroker wako kama 20 sasa hivi, unawasiliana nao, unaambia mimi ni mwekezaji, nataka ninunue hisa, naomba mnishauri ninunue hisa za kampuni ipi. Kwa sababu ukiangalia tu hivi kwa macho unaweza ukajikuta unaingia afu baadaye labda hisa ikabadilika. Unajua hisa wanakuambia kwamba kwenyewe ni tofauti na hati fungani. Hisa zenyewe zina risk. Kwamba unaweza kununua afu kiwango kisiongezeke au kikashuka zaidi. Kwa hiyo kidogo ukienda kwa wao investment advisor wanakushauri, wanaweza kukwambia labda nunua hisa za kampuni fulani, maana wao ndio wanakuambia ndio wanakuwa wanafanya, wanaziangalia hizo nini soko kwa kupitia hiyo kwenye wanakaa kwenye masoko masaa 12 kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo wanajua mtiririko mzuri kwamba kampuni fulani inaweza kaongezeka, kampuni fulani inaweza kashuka. Wao sasa ndio ukienda ndio watakushauri vizuri. Sawa, kuna swali la msikilizaji hapa, anaitwa Pasco, yuko Shinyanga. Yeye anauliza, anasema naomba wanisaidie hao wataalamu wa hisa. Anasema alinunua hisa, kataja kampuni moja hapa kuanzia mwaka 2017. Lakini sasa hivi anataka kuziuza. Anazungushwa, kila akienda anaambiwa wao hawahusiki na uuzaji wa hisa. Anaomba umsaidie kufafanua hapo. Okay, asante. Sasa sijajua kila akienda wapi. Akienda kwenye hiyo kampuni alikonunua hizo hisa, imefika wakati anataka auze hizo hisa. Okay, kwanza kama mwekezaji alinunua hisa na anataka kuuza na anataka atoke. Alinunua kuanzia 2017. Kwa ni kama miaka 9 hivi. Okay, kutoka kunawezekana. Na hapo inachotakiwa ni kuwasiliana na huyo wakala wa soko la hisa ambaye alikununulia hizo hisa zake. Huyo ni lazima atamwekea hizo hisa zake kwa ajili katika sokoni. Maana unapokuwa unauza hisa, ni lazima kuwepo kuna mwekezaji mwingine ambaye ananunua. Kwa hiyo lazima wanakuambia kwamba lazima hizo bei zimatch. Zinapo match ndio inamaanisha kwamba trade imetokea, kwamba hisa zako wewe ndio zinakuwa zimenunuliwa na yule mwingine amenunua. Sasa kuna wakati unakuta kuna mtu mwingine anataka hauze hisa zake. Anaweka price, anaweka bei ya hisa. Sasa kuweka bei ya hisa ambayo labda iko chini au iko juu zaidi, alafu mnunuzi mwingine akaweka bei yake zikashindwa kumatch, ndio unakuta sasa inapata ugumu wa hizo hisa kuuzika. Unaona? Kwa hiyo sasa hapo hilo swala linakuwa ni kwamba inabidi huyo wakala wake ampe sababu ni kwa nini haziuziki. Ni either price aliyoweka labda iko juu sana, kwa hiyo kuna kosekanika mtu wa kuweza kuzinunua hizo hisa, labda either azishusha weka kwenye market price au labda price aliyoweka iko chini ya market price. Kwa hiyo kuna vigezo mbalimbali ambavyo vipo vinasababisha kwa nini hizo hisa zake zinashindwa kuuzika. Kwa hiyo ni vizuri awasiliane na wakala wake, atamsaidia. Huyu akiuliza kuna tofauti gani kati ya hisa na hati fungani, Hidaya yuko Rufiji. Okay. Kuna tofauti kati ya hisa na hati fungani. Hati fungani hizi ni dhamana za serikali zinazotolewa na serikali kwa njia ya Benki Kuu. Hii ni sawa ni unamkopesha serikali kwamba mimi nakukopesha hii milioni 10 yangu kwa sasa,
uje unilipe baada labda tuseme miaka 5, lakini hapa katikati utakuwa unanilipa coupon payment, yani tuseme ni gawio kila baada ya miezi 6 kwa hatifungani za serikali. Kwa hatifungani za makampuni nao tunaikopesha kampuni, lakini unakuja kunipa tuseme baada ya miaka 5, lakini hapa katikati labda nitahitaji faida gawio labda kila baada ya robo mwaka. Sawa, maswali ni mengi. Kwanza hilo shamaliza kulijibu? Nikimalizia na hisa kama nilivyosema awali ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Kwa hiyo unaponunua hisa unakuwa ni sehemu ya umiliki wa hiyo kampuni. Kwa faida na hasara zinazotokana na hizo kampuni vyote vya kwako. Sawa. Haya, huyu anasema Charles Max wa Mbezi, Malamba mawili, mama zetu mchangamkie fursa hiyo ya mambo ya uwekezaji. Maoni hayo. Haya, mwingine tena wewe amenifuata kwangu kabisa. Anasema hao wanafunzi wanaowachagua kwa majaribio wanazingatia vigezo gani? Mara nyingi hao wanafunzi ambao wanaoenda kuchaguliwa, kuna fomu ambazo waga wanajaza na wanakuwa na wenyewe pia, maana hiyo ni department ya business development ndio wao wanaenda. Kwa hiyo hao wenyewe wanakuwa wana namba maalum na vigezo ambavyo wanakuwa wanaangalia katika, wanahisi kama pia wanakuwa kuna maswali wanawauliza, na ili kuona kidogo angalau na huyo mtu anaweza akawa anauelewa kidogo wa kuhusu hizo jinsi gani ya kushiriki katika soko. Alafu wanawachukua. Maana uwezo ukasema unachukua watu wote ukashindwa ku accommodate. Kwa hiyo kunakuwa kuna namba maalum ambayo ndio wanachukuliwa. Na kwa vile inafanyika kila mwaka, hata kama ikitokea kuna wengine wameachwa, wengine watapewa tena nafasi fursa mwakani. Kwa hiyo wengi wanakuwa wanafikiwa katika hilo. Swali jingine hapa, anasema naomba jina langu nalihifadhi. Anasema kwani hao DSE ama soko la hisa la Dar es Salaam wao wanasema wana madalali, kwani wao wenyewe sio madalali kwa sababu hawana wanachomiliki zaidi ya kuuza hisa za kampuni zingine? Asante sana. Kwanza DSE si wenyewe tumejiorodhesha, tumejilist. Sio wenyewe DSE ni imejilist, na wenyewe tunauza hisa zetu. Na pia tunazisimamia au wadalali kwa sababu mtaji. Sisi pia tunauza hisa za DSE. Kwa hata ukiingia kwenye ile list ya hisa ambazo unataka kununua utakuta na DSE tumo pale. Kwa hiyo hawa madalali sisi tunawamonitor hawa madalali. Madalali wao ndio wanadili moja kwa moja na mwekezaji. Mwekezaji akitaka kununua hisa aje DSE. Au mwekezaji akiwa na shida yoyote kama hivyo yule alikuwa ameuliza jinsi gani hisa zangu hazitoki aje DSE. Au hisa zake zimefanywa ndivyo sivyo, ana malalamiko yoyote, moja kwa moja anaenda kwanza kwa madalali wa soko la hisa. Madalali wa soko la hisa ndio wanadili moja kwa moja na wawekezaji. Endapo kama akiona hajaridhishwa na huyo mwakala wa soko la hisa, ndio analeta kwetu malalamiko yake, sisi ndio tunashughulikia. Shauri Kianga anasema namba zao, nimeingia kwenye mtandao napiga namba zao zote hazipatikani. Kwenye mtandao? Kwenye mtandao wenu. Mbona namba zinapatikana? Sasa ndo anasema hivyo, msimu nani? Okay. Maana akapiga hazipatikani. Kwa hiyo mumwambie labda kuna wakati huwa hazipatikani. Labda kama, lakini kwa muda wa kazi namba zinapatikana. Kwa muda wa kazi. Bana Shauri Kianga, hebu fuatilia tena, piga kwa umakini. Jaribu tena kupiga kwa muda wa kazi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 zinapatikana. Sawa, jamani, maswali ni mengi lakini muda wetu umetukimbia sana, na bila shaka baada ya kufanyika kwa mjadala huo ambao umeuandaa tarehe 6, tutakuja kuzungumza mengine mengi, lakini kwa leo tunawashukuru sana kwa muda wenu kufika kutuelimisha kuhusiana na masuala ya soko la hisa. Asanteni sana. Tumekuwa na Jacqueline Kilama, huyu ni meneja wa sheria, lakini pia Esther Mwamala, ofisa usimamizi wa majanga na udhibiti. Wote hawa ni kutoka soko la hisa la Dar es Salaam kwa maana DSE. Tumeangazia kuelekea siku ya wanawake duniani na namna ambavyo wamekumbushwa kuwekeza katika masoko ya hisa, na ikiwa ni kampeni maalum basi ambayo imekuwa ikifanyika kila mwaka kuelekea siku ya wanawake duniani. FM kutoka Dar es Salaam.